Moja kati ya swali kubwa sana ambalo nafikiri watu wengi mlikuwa mnajiuliza lilikuwa ni hivi, Israel ilifanikiwa vipi kufanya mashambulizi katikati ya taifa la Iran, kwa maana ya mji mkuu wa Iran, Tehran, na kusababisha mashambulizi makubwa sana ambayo yalipelekea vifo vya viongozi kadhaa wa kule Iran, na watu wengi pia wakawa sasa wanahofia kwamba kwa nini Iran inakuwa ni kama ina udhaifu sana kwenye eneo la kuwalinda viongozi wake, na kwa sababu mtakumbuka kuna viongozi wengi sana ambao wamefariki na wamekufa kutokana na mashambulizi ambayo yamekuwa yakifanywa na Israel. Sasa ripoti zilizopo ni kwamba majibu ya maswali ambayo na nyinyi mlikuwa mnajiuliza ni kwamba kumbe Israel ilifanya mashambulizi kule Iran ni mashambulizi ambayo yalipangwa muda mrefu sana. Sasa walikuja kuyafanya tu hiyo juzi baada ya kuwa wamekamilisha zile mission zake, na hii ni kufuatia ripoti ambayo inaelezea kwamba Iran imefanikiwa kukamata silaha za kijasusi ambazo zinadaiwa kwamba zilikuwa zinatumiwa na lile shirika la Mossad. Mamlaka za usalama nchini Iran zimetoa ripoti ya kukamata silaha hatari zinazodaiwa kutumiwa na shirika la kijasusi la Israel Mossad kwa lengo la kushambulia maeneo ya ulinzi wa anga ya kule Iran. Kwa mujibu wa taarifa za kijasusi, silaha hizo ni aina ya vifaa maalum ambavyo vinatumika kurusha makombora kama vifaa vya mizinga ya kisasa ambayo imeundwa kwa teknolojia ya hali ya juu sana, na kifaa hicho kinaweza kufanya mashambulizi bila kuhitaji kuendeshwa moja kwa moja na binadamu aliyekuwa karibu. Sasa hiyo silaha ambayo ilitumika katika kufanya mashambulizi inajulikana kama Spike. Hili ni kombora la kisasa ambalo linaweza kujilenga lenyewe mara tu litakapofyatuliwa, na inamaanisha kwamba baada ya kulenga na kuliachilia huwa halihitaji mtu kuendelea kulidhibiti, linakwenda moja kwa moja kulenga shabaha yake. Sasa kilicholeta tahadhari zaidi ni kwamba kifaa hicho kilikuwa kimeunganishwa na mtandao wa internet na pia mfumo wa udhibiti wa mbali, hivyo mtu anaweza kukitumia akiwa mahala popote duniani, na teknolojia hii imeelezwa kuwa ni ya kijanja sana na ni teknolojia ya hatari, hasa ikiwa itatumika kwenye mashambulizi ya ghafla. Sasa mamlaka za Iran zimesema kwamba vifaa hivyo vilikuwa vinaendeshwa na watu wanaodaiwa kuwa ni maagent au mawakala wa shirika la Mossad, na walikuwa na nia ya kushambulia pamoja na kuharibu mfumo wa ulinzi wa anga wa taifa hilo. Na ugunduzi huo unaonesha jinsi maadui ambavyo wameendelea kutumia mbinu za kiteknolojia pamoja na kijasusi ili kuhatarisha usalama wa taifa la Iran. Na Iran imeahidi kuendelea kufanya uchunguzi zaidi juu ya sakata hilo, na imewahakikishia wananchi kuwa vyombo vya ulinzi vinaendelea kufanya kazi usiku na mchana ili kulinda mipaka ya nchi pamoja na amani kwa taifa hilo la Iran. Sasa nafikiri pia inawezekana hamjaelewa vizuri zaidi, ni lazima niwaeleweshe kwa sababu kazi yangu huwa ni moja tu, kuhakikisha watu wengi mnaelewa nini ambacho kinaendelea. Sasa naomba niwafafanulie kidogo juu ya ripoti hiyo ya hasa ni nini ambacho kimetokea huko, pengine mnaweza mkanielewa. Yaani ilikuwa hivi, hao wa Israel walipandikiza majasusi ambao wanatoka katika hilo kundi au hilo shirika la Mossad, ambao walipelekwa moja kwa moja mpaka pale Iran, na walipopelekwa pale wakatengeneza drone ambazo hizo drone ndizo zilizotumika kufanya mashambulizi kwenye ile mifumo ya ulinzi wa anga ya Tehran, na ndipo makombora ya Israel yakaja kushambulia sasa moja kwa moja katika taifa la Iran. Na ndio maana tulikuwa tunajiuliza sana kwamba how comes hao watu wa Israel wakafanya mashambulizi ya moja kwa moja kutoka kule maeneo yalikuwa yanashambulia kwa maana ya kutoka Iraq, na mashambulizi hayo yakaenda kushambulia katika taifa la Iran. Sasa hiki ndicho ambacho kilitokea, ni kwamba tayari kulikuwa kuna kundi ambalo lilikuwa lipo, na Iran wamefanikiwa sasa kwamba walifanikiwa kukamata hilo kundi au kuwakamata watu ambao walikuwa na deal na masuala hayo. Na kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na viongozi, wanasema kwamba mmoja anafahamika kama ni Ismail Afekri,
ambaye alikuwa ana mahusiano au na mazungumzo ya moja kwa moja na shirika la Mossad, ambaye pia amewahi kukamatwa mwaka 2023 Disemba, wakati kulikuwa kuna operation maalum ya kiintelijensia ambayo ilifanywa na Iran wenyewe. Kwa hiyo baada ya kumkamata huyo Fakhry ni kwamba alikuwa anawasiliana na viongozi wengine wawili wa shirika la Mossad, ambapo yeye huyu bwana Fakhry ndiye aliyekuwa anafanya kukusanya taarifa za kiintelijensia, taarifa za kijasusi, pamoja na kuainisha ni maeneo gani ambayo yapo hatarishi kwa taifa la Israel. Kwa hiyo walipofika huko ndipo wakapandikiza hizo drone na wakatengeneza hizo drone ambazo zilitumika kufanya mashambulizi hayo. Sasa baada ya kukamatwa bwana Fakhry amedeclare kwamba ni ukweli alikuwa anashirikiana na hilo kundi la Mossad au shirika la Mossad kwa ajili ya kufanya mashambulizi hayo au kwa ajili ya kupanga mipango ya kuishambulia hiyo Iran. Kwa hiyo hiki ndicho ambacho kilitokea, na by the way ilikuwa ni moja kati ya tukio ambalo limeushitua sana ulimwengu kwamba ilikuwa vipi inawezekana kwa hao wa Israel kufanya mashambulizi ya moja kwa moja kwenda Iran, kwa sababu wote tunafahamu kwamba Israel hana uwezo wa kufanya mashambulizi ya moja kwa moja kutoka pale Israel yakaenda mpaka kule Iran. Kwa hiyo kumbe walipandikiza, na huyu bwana Fakhry ni raia wa pale Irani na alianza kushirikiana na hili kundi la au shirika la kijasusi la Mossad baada ya kuajiliwa na baadaye kuchunguzwa kwa kina na afisa mwandamizi wa shirika hilo. Baada ya kuidhinishwa, huyu bwana Fakhry alikabidhiwa kufanya kazi chini ya afisa mwingine wa Mossad ambaye alikuwa anajulikana kwa jina la kificho la Amir, ambaye alimwagiza kutengeneza jukwaa maalum la mawasiliano ambalo lilikuwa lina uwezo, yani lilikuwa lina siri za hali ya juu sana, ambapo alikuwa anabadilishana taarifa za kijasusi. Na mnamo Julai 2022 Amir alimwagiza Fakhry kufungua ile akaunti ya cryptocurrency, kwa maana ya cryptocurrency wallet, au kufungua pochi ya sarafu za kidigitali kwenye simu yake ya mkononi kwa madhumuni ya kupokea malipo ambayo yanahusiana na msaada wa shughuli za kijasusi. Nafikiri watu wengi sana ambao mnafuatilia mambo ya kivita ni kwamba mambo kwenye masuala ya kivita huwa hawalipani pesa cash. Yani wanatumia mfumo wa cryptocurrency wallet ambao ni mfumo wenye usiri wa hali ya juu sana. Kwa hiyo hata kama unakuwa umeingia deal na majasusi, inakuwa sio rahisi kuweza kukutrack au kukupata, kwa sababu hizo fedha ni fedha za kimtandao. Kwa hiyo licha ya juhudi za kujificha, mashirika ya ujasusi ya Iran walikuwa wanafanikiwa kufuatilia kwa mafanikio mawasiliano ya Fakhry na hatimaye kugundua mtandao mkubwa wa kijasusi ambao ulikuwa ukifadhiliwa na utawala wa kizayuni wa pale Israel. Na Fakhry baadaye akawekwa chini ya uangalizi na baadaye alikamatwa kupitia operation maalum ya kiusalama. Sasa baada ya kukamatwa, maafisa wa usalama walifanya uchunguzi wa kina wa vifaa vyake vya kielektroniki, na uchunguzi huo ulifichua mawasiliano ya moja kwa moja kati yake na maagent au mawakala wa Mossad, ikiwa ni pamoja na maagizo mahususi ya kukusanya taarifa nyeti na kuzituma kwa shirika la kijasusi la kule Israel. Kwenye kesi ambayo ilichukua muda mrefu kidogo kusikilizwa awamu mbalimbali, Fakhry na wakili wake walikuwa wanahudhuria, mahakama ilimkuta ana hatia na kujibu ushahidi wa moja kwa moja, ambapo matokeo ya uchunguzi wa kitaalamu wa vifaa vyake pamoja na mienendo yote ya mawasiliano yake viliweza kubainika. Ikaonekana alikuwa anapokea malipo kutoka kwenye hilo shirika la Mossad, na baadaye akashtakiwa kwa mujibu wa kifungu cha 6 cha sheria ya kukabiliana na vitendo vya uadui vya utawala wa kizayuni dhidi ya amani na usalama, na alihukumiwa kifo. Mahakama Kuu ya Iran ilipitia upya hukumu hiyo, ikathibitisha adhabu ya kifo, na baada ya kukamilika kwa taratibu zote za kisheria, hukumu hiyo ilitekelezwa kwa mujibu wa sheria na maamuzi ya mwisho ya mahakama. Kwa hiyo sasa nini ambacho iko hivi? Katika siku za hivi karibuni mamlaka za Irani walitangaza kuwakamata watu kadhaa ambao wanadaiwa kwamba ni maagenti wa Mossad kufuatia mashambulizi ya kijeshi ambayo yalifanywa na Israel dhidi ya Iran.
Katika mashambulizi haya baadhi ya viongozi waandamizi wa kijeshi na wanasayansi walifariki dunia, akiwemo yule Meja Jenerali Mohamed Batel, lakini pia yule Jenerali Hussein Salami pamoja na Golan Ali Rashid. Hawa walifariki dunia kutokana na mashambulizi haya. Kwa hiyo kutokana na hivyo, wa Iran wakalazimika sasa kuanza kufuatilia nyendo moja baada ya nyingine kujua ni kitu gani ambacho kimefanya hao wa Israel mpaka wakagundua walipokuwepo hao maafisa ambao ndio wanao deal na masuala ya nyuklia pamoja na vitu vingine, ndipo wakagundua kwamba kuna mtu ambaye anatokea pale pale Iran ambaye ameingia mkataba na hivyo vikundi vya kijasusi au hilo shirika la Mossad. Kwa hiyo Iran ni kwamba wameshambuliwa sio kwa sababu ya uwezo wa Israel. Yani ni kama ambavyo mnakumbuka lile tukio ambalo lilitokea kule Urusi ambapo tuliona Ukraine walifanya mashambulizi kwenye maeneo ambayo yana zile ndege za kivita za Urusi na wakashambulia. Hawakushambulia wa Ukraine moja kwa moja, ila nao walipandikiza vikundi vya kigaidi, vikundi vya kijasusi ambavyo vilikuwa vinawasiliana moja kwa moja na Ukraine pasipo kujulikana. Sasa wakaja baadaye wakafanya mashambulizi ya moja kwa moja na yakawa ni mashambulizi ya kushtukiza sana. Kwa hiyo hiki ndicho ambacho kimetokea katika eneo hilo. Sasa watu wengi najua inawezekana mnafahamu kwamba hili shirika la Mossad ni moja kati ya mashirika ambayo yana nguvu sana duniani, na shirika hili la kijasusi ni moja kati ya shirika maarufu sana. Na umaarufu wake unajua unatokana na nini? Umaarufu wake unatokana na operation kama hii ambayo wameifanya kule Irani, na wamekuwa wakifanya operation nyingi sana za siri duniani, na Mossad limekuwa likitajwa kama mojawapo ya mashirika ya ujasusi yenye mafanikio makubwa ulimwenguni, lakini ni shirika ambalo lina utata pia vibaya mno. Na speaking about Mossad, ukilitazama tu lenyewe lilivyo ni kwamba ni shirika ambalo lilianzishwa kwa amri ya waziri mkuu wa kwanza wa Israel aliyefahamika kama David Ben Gurion, ambapo awali lilikuwa linafahamika kama shirika la kuratibu shughuli mbalimbali, lakini baadaye likapewa jina la Hamossad le Modiel Takfidin Meyuhadam, na lilikuwa lina maana ya kwamba lilikuwa ni shirika la ujasusi na operation maalum ambapo lilikuwa linafanya shughuli zake pale Israel. Lengo kubwa la kuanzishwa kwa shirika hili ni kwamba kwanza ni kukusanya taarifa za siri kuhusu mataifa ya kigeni na mashirika yanayoweza kuwa tishio kwa usalama wa Israel, hasa baada ya taifa hilo changa kuingia kwenye migogoro ya mara kwa mara na majirani zake wa Kiarabu. Na hili lenyewe lipo chini ya waziri mkuu mwenyewe wa Israel. Hadi kufikia mwaka huu 2025, mkurugenzi wake ni David Balner ambaye aliteuliwa mwaka 2021, ambaye huyu ni afisa mwenye uzoefu mkubwa katika operation za siri na anatajwa kuwa kati ya watu ambao wanaongoza kwa ustadi mkubwa katika ulimwengu huu wa ujasusi. Kwa hiyo kazi zake kubwa, wana kazi kama 5, 6 hivi 7, lakini kazi kubwa namba moja ya shirika la Mossad kwanza ni kukusanya taarifa za kiintelijensia kutoka nchi za kigeni. Kwa hiyo wao kama labda wanataka kuja kufanya upelelezi nchini Tanzania, wanaweza wakatuma watu wao wakaja wakakaa hata miaka 3 au hata miaka 2. Halafu wanakuwa wanafanya shughuli za kiintelijensia kuchunguza kwamba hivi ukitaka kuipiga Tanzania unaipiga kuanzia wapi? Unaipiga kuanzia kusini, unaipiga kuanzia kaskazini, au unaipiga kuanzia katikati. Lakini pili, wana kazi ya kutekeleza operation za siri ikiwemo mauaji ya maadui ambao wanaitishia Israel. Na ndio maana mnakuta imekuwa ni rahisi sana hata kuuawa kwa wao viongozi wa Iran kwa sababu wanakuwa waliwekwa kwenye rada kwa muda mrefu sana. Lakini pili, tatu ni kuwalinda Wayahudi duniani kote, hasa katika nchi ambazo zina migogoro. Kwa hiyo ukiona labda kuna mgogoro sijui Syria, sijui kuna mgogoro Irani, kuna mgogoro sijui Yemen, basi ujue wale Wayahudi wanaoishi katika mataifa hayo wao wanalindwa na haya makundi, hili shirika la Mossad kwa siri kubwa sana. Lakini 4, wanasaidia uhamiaji wa Wayahudi kutoka mataifa mengine kwenda Israel. Kwa hiyo kama ikitokea labda kuna Wayahudi ambao labda wapo Tanzania, ili waweze kwenda kule ikitokea kuna complication, basi hili shirika la Mossad ndio ambalo linafanya hizo kazi. Na 5 ni kudhibiti mashambulizi ya kigaidi kabla hayajatokea. Na Mossad unafahamu wamewahi kutekeleza operation nyingi sana. Moja ilikuwa ni ya kumkamata yule Adolf Eichmann 1960 ambaye alikuwa ni afisa wa Kinaz ambaye alikuwa ni mstari wa mbele kwenye mauaji ya Wayahudi yale ambao walifahamika kama Holocaust, na alikamatwa kwa siri nchini Argentina
na kusafirishwa hadi Israel kwa ajili ya kushtakiwa. Lakini walihusika kwenye ile Operation Entebbe mwaka 1976 kuokoa mateka wa Israel waliotekwa nchini Uganda. Mossad ilikusanya taarifa, kisha jeshi la Israel likatekeleza uvamizi wa kushtukiza na kushangaza sana. Lakini pia Mossad, mashambulizi ya kisiri dhidi ya mpango wa nyuklia wa Iran, ambapo imehusishwa na mauaji ya wanasayansi wa nyuklia wa Iran, udukuzi wa mtandao na wizi wa nyaraka nyeti sana. Kwa hiyo unaweza ukaona namna ambavyo hiyo Mossad imekuwa na nguvu sana, na unaambiwa wamekuwa wakipokea mabilioni ya dola kila mwaka kutoka kwa serikali ya Israel, ambapo fedha hizo zimekuwa zikitumika kwa ajili ya kwanza teknolojia ya hali ya juu, usafiri wa siri, mafunzo maalum pamoja na malipo kwa maajenti wake kote ulimwenguni. Sasa Mossad ndio ambayo ilifanya pia huko Iran na wakapelekea yale mashambulizi ambayo waliyafanya. Wamefanya, yani wenyewe kazi yao huwa ni hiyo. Na kwa miaka zaidi ya 70 Mossad imeendelea kuwa moja ya mashirika yenye nguvu kubwa za kijasusi duniani, likiwa na nguvu kwanza ya nguvu yenyewe, lakini wana fedha, wana teknolojia ya kisasa na wanaweza wakalilinda taifa la Israel dhidi ya maadui. Lakini pia limekuwa likikumbwa na utata, hasa utata mkubwa kwenye swala zima la maadili pamoja na masuala ya kisiasa. Kwa hiyo kwa watu wengi ambao wamekuwa kifuatilia masuala haya, Mossad imekuwa mfano sana kwenye kudhibiti ujasusi, lakini wengine wamekuwa wakiona kwamba limekuwa likitumiwa vibaya na viongozi wa kule Israel, ikiwemo waziri mkuu. Mfahamu, nimewaambia hiyo Mossad yenyewe ipo chini ya waziri mkuu, na mnajua kwa upande wa Israel unajua ina rais lakini unaweza kujiuliza kwamba rais wa Israel kazi yake ni nini? Mtu ambaye ana kazi kubwa sana kule Israel ni waziri mkuu, kama ambavyo umekuwa ukiona mataifa kama Iran kuna rais, lakini mtu ambaye ana maamuzi ya mwisho ni yule Ayatollah. Yani kwa hivyo ni mfumo wa namna hivyo. Kwa hiyo ukitazama pia hata huko Israel, yani rais hana kazi kubwa kama aliyokuwa nayo waziri. Kazi ya rais mara nyingi ni kupokea mabalozi wa mataifa ya kigeni, kusaini sheria ambazo zinapitishwa na bunge, kutoa msamaha kwa wafungwa, kumkabidhi kiongozi wa chama fursa ya kuunda serikali baada ya uchaguzi, lakini pia kushiriki katika shughuli za kitaifa na kimataifa kama mwakilishi wa taifa. Na rais wa Israel hana mamlaka ya kuongoza serikali wala kuamua sera za nchi, ila waziri mkuu ndiye kiongozi halisi wa serikali mwenye mamlaka ya kiutendaji. Anaongoza baraza la mawaziri, anaongoza majeshi, lakini anafanya maamuzi ya kila siku ya taifa. Kwa hiyo rais anaweza asiwe na nguvu sana. Mfano kama sasa hivi unamuona yule rais ambaye ni Isaac Herzog, ambaye muhula wake ulianza mwaka 2021. Yani kwa kipindi cha miaka yote hii nafikiri watu wengi inawezekana hata mjai kusikia hata jina lake, lakini ndio hivyo, ni president, ila ni mtu ambaye hana maamuzi ya aina yoyote. Yani anafanya kazi ndogo ndogo tu ambazo yani sio za mustakabali wa taifa. Mtu ambaye anafanya majukumu hayo ni waziri mkuu wa pale Israel. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.